Naitwa Raidhan Mohamed, niko hapa kwa ajili ya kupita katika danadana mbalimbali na maeneo mbalimbali wakati huu ambao nchi yetu imechangamka kweli kweli. Ndio nasema imechangamka kwa sababu kumekuwa na mambo mengi yanaendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, chama dola, chama tawala nchini. Ni kama kuna ukimya ambao umetamalaki, wakati makamu mwenyekiti Tanzania bara Comrade Steven Masato Wasira akiendelea kuchanja mbuga katika mikoa mbalimbali kwa maana ya kufanya ziara hasa katika mikoa ya nyanda za juu kusini kule, lakini bado maeneo mengine ama kwa upande mwingine chama kikuu cha upinzani hapa nchini na chama kinachoonekana kuwa na nguvu zaidi kwa upande wa Tanzania bara, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, hivi karibuni kwa maana ya tarehe 23 rasmi watafanya uzinduzi wa operesheni ya no reform no election, zoezi ambalo litafanyika kule kanda ya Nyasa na kwa mahususi jijini Mbeya katika uwanja maarufu kabisa wa Rwanda Mzove, ambako taarifa iliyotolewa na mwenyekiti wa kanda ya Nyasa wa chama hicho kwa maana ya Joseph Mbilinyi Sugu ameeleza utakuwa ni mkutano wa kina yake ambao utafanyika katika viunga vile. Wakati huo chama ambacho kinaonekana kuwa cha tatu kwa nguvu hapa nchini kwa ujumla wake, lakini ni chama ambacho unaweza kusema namba 2 kwa maana kwa ukubwa kule Zanzibar, ama chama kikuu cha upinzani unaweza kukienda visiwani Zanzibar, basi ni ACT Wazalendo. Nao wameendelea na slogan yao ya kwamba wameacha masuala yote ya maridhiano, mazungumzo, wanaingia kwenye uwanja wa mapambano. Yote ni katika kuhakikisha kwamba wanadai haki. Nini ninachotaka nikuzungumze leo hii? Tunazungumza viongozi waandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wakiongozwa na mwenyekiti wa chama Tundu Antipas Mughwai Lissu wamefanya ziara maalum visiwani Zanzibar. Ndio, ni ziara maalum, na inaelezwa ya kwamba katika ziara hiyo Tundu Lissu ameongozana na wasaidizi wake waandamizi ofisini: John Wegesa Heche, makamu mwenyekiti kwa upande wa Tanzania bara, lakini Mzee Saidi ambaye ni makamu mwenyekiti Zanzibar, lakini John Mnyika ambaye ni katibu mkuu wa chama hicho, lakini pia Amani Golugwa ambaye ni naibu katibu mkuu wa Tanzania bara wa chama hicho, pamoja na wakili Ali Ibrahim ambaye ni naibu katibu mkuu wa Zanzibar na viongozi wengine waandamizi. Ziara hii ambayo imeitwa ziara maalum, haijawekwa wazi moja kwa moja nini hasa ambacho kinakwenda kufanyika kule, lakini inakuja wakati ambao Saidi Mzee ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema kwa upande wa Zanzibar alieleza kwa wanahabari na kwa wajumbe wa baraza kuu wakati muda mchache baada ya kuchaguliwa kushika nafasi hiyo kwamba amezungumza na mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Lissu na wamekubaliana kwenda kuendesha operation maalum kwa upande wa Zanzibar. Utakumbuka kwa miaka mingi, licha ya ukongwe wa Chadema uliokuwa nao na nguvu yake iliyokuwa nayo, bado imekuwa ikiswagi kupata nguvu ama kuungwa mkono wa kiasi kubwa visiwani Zanzibar, na kwa miaka yote hiyo wamekuwa wakiona nguvu ya CUF na sasa ACT Wazalendo ikiendelea kushika hatamu. Na nikuambie katika historia ya nchi hii kwa maana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake, mpaka sasa unaweza kusema ni chama cha wananchi CUF peke yake ambacho kimewahi kufanikiwa kuwa na nguvu ya pande zote mbili za muungano. Miaka ya 2000 miaka ya 2005, hata ukifika ya miaka mpaka 2000 mpaka 2005 ukisema wakati chama kikuu cha upinzani CUF wakiongoza kambi rasmi ya upinzani bungeni pale, wao walikuwa na nguvu kwa upande wa Zanzibar, walikuwa na nguvu pia kwa upande wa Tanzania bara. Kwa Jamhuri ya Muungano yote walikuwa na nguvu, lakini nje hapo vyama vikuu vingi ambavyo vya upinzani vilivyopita na mpaka Chadema walioko sasa bado hawajaweza kuchukua nafasi ya maeneo yote mawili ya muungano. Inawezekana moja ya mkakati wa Chadema kwa sasa ni kuhakikisha uteja huo unamalizika. Na kwa nini nasema hivyo? Ukitazama ratiba ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kupitia operation ya no reform no election ambayo imetangazwa na naibu katibu mkuu wa Chadema kwa upande wa Tanzania bara Amani Golugwa, inakuonyesha ni kwa namna gani wametengeneza usawa kwa kanda zote 10 za chama hicho. Hii inawezekana ikawa ni surprise na aina yake ambayo haijawahi kutokea.
Sio kwamba Chadema walikuwa hawaweki nguvu kwa upande wa Zanzibar, lakini tafakuri yangu inaniambia inawezekana nguvu ya sasa hivi ikawa kubwa zaidi ya ile ambayo pengine tumeshuhudia. That's why ndio maana ukitazama kwa namna ratiba ilivyoweka, watapita katika maeneo mbalimbali, watazindua ukanda wa nyanda za juu kusini, ama tunaita hivyo, ama wenyewe wanazoea kuita kanda ya Nyasa, then watazunguenda kanda ya kusini, watapita kwenye kanda nyingine zote, halafu watakwenda kwenye kanda mbili za Zanzibar, kwa maana ya kanda ya Pemba na Unguja, na nguvu itakayotumika na ujumbe utakaoenda ni ule ule uliopita kwenye kanda nyingine zote. Utakuwa ni ujumbe ule ule ama nguvu hiyo iliyotumika kwenye kanda ya kusini, kanda ya Nyasa, kanda ya magharibi, kanda ya kati, kaskazini na maeneo mengine yote. Lakini baada ya hapo, ili kuonyesha kwamba Zanzibar haijapewa kisogo, hazijapewa kama kanda za mwisho, bali funga kazi zitakuwa kwenye kanda ya Pwani inayojumulisha baadhi ya mikoa ya kichama ya Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani wenyewe. Kwa hiyo unaweza ukaona ni ziara ya kimkakati ambayo Chadema wanakwenda kuifanya kwa upande wa Zanzibar kwa siku hii ya leo. Ni kama sehemu ya alert kwamba maafisa waandamizi na watumishi wa chama kwa upande wa Zanzibar wakiongozwa na wakili Ali Ibrahim ambaye anaongoza watumishi wale wa kawaida, lakini pia wakiongozwa na mzee Saidi, makamu mwenyekiti Zanzibar kwa upande wa chama kwa ujumla wake, basi wanalo jukumu la msingi la kuhakikisha mizizi ya Chadema inajengwa kwa upande wa Zanzibar. Hili ndio jambo ambalo unaweza ukalitazama, na hii pengine kama watafanikiwa, inawezekana ikapunguza ile migogoro ya hapa na pale inayozungumzwa. Mfano, kwenye chaguzi kadhaa zilizopita, kuanzia hata uchaguzi wa mwaka 2020 ilikuwa hivyo. 2015 huwezi kuwa na mjadala kwa sababu tayari kulikuwa na coalition ya vyama vilivyokuwa vinaunda mwavuli wa Ukawa, ambao Chadema, kafu iliyokuwa na nguvu kule Zanzibar walishamalizana. Lakini mwaka 2020 sintofahamu ya namna hiyo ilitokea pia, wakati Chadema walitangaza na kumsimamisha mgombea urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, na si kumtangaza tu, akanadiwa pia na akapitishwa na tume ya uchaguzi pale Zanzibar kwa maana ya ZEC, akawa sehemu ya wagombea. ACT ambako Tanzania bara ambako walionekana kutokuwa na nguvu kubwa, pia walimtangaza mgombea na akapitishwa na tume ya taifa ya uchaguzi wakati ule, ambao sasa ni tume huru ya taifa ya uchaguzi, Bernard Camillus Membe hayati. Na jambo moja kubwa baadaye lilikuja kutokea na litengeneza sintofahamu ambayo mpaka kesho majibu yake hayaeleweki, ni pale ambapo Maalim Seif Sharif Hamad aliyekuwa mwenyekiti wa ACT Wazalendo wakati ule na aliyekuwa mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia ACT Wazalendo, yeye akatoka kule na akaenda mpaka kanda ya Ziwa kwenda kumnadi Tundu Antipas Lissu na kueleza ya kwamba ACT inamuunga mkono yeye, ile hali tayari walikuwa na mgombea wao. Vivyo hivyo ilifanyika kwa Tundu Lissu alipokwenda kufanya kampeni zake kule visiwani Zanzibar, licha ya kwamba Chadema walikuwa na mgombea wao, lakini akasema wanatangaza kwamba wanamuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad. Jambo hili lilitengeneza maswali ambayo wakati mwingine msingi wake lazima tukubali ni kwamba ni kukosa nguvu za pande zote mbili. Hata hivyo, bado kutokana na sheria na katiba yetu inaweka ngumu vyama kutengeneza coalition ambayo moja kwa moja itakayokuwa rasmi. Itatengenezwa coalition ambayo isiyokuwa rasmi, ambayo kwa namna moja ama nyingine kama ya kimitego hivi, ambayo haitoweza kuathiri matakwa ya kisheria na katiba kama ambavyo walivyofanya wakati wanaunda umoja wao mwaka 2015 kwa maana ya umoja wa Ukawa. Mwaka 2025 hali itakuwaje? Bado ukitazama unaona kuna maelewano mazuri baina ya ACT Wazalendo na Chadema. Yaani kwa namna mazingira yalivyo, yani mazingira ya kawaida yanapoona kama kuna maelewano mazuri. Hivi karibuni tunafahamu kwamba mwenyekiti wa Chadema wa sasa Tundu Lissu yeye ndio mwenyekiti wa TCD, kituo kile cha demokrasia kwa maana Tanzania Center for Democracy. Lakini makamu wake kwenye nafasi hiyo ni Dorothy Sem ambaye ni kiongozi wa ACT Wazalendo. Unaweza kuona watu hao wanaongoza taasisi moja kubwa na nyeti, lakini wana uwezo wa kuketi pamoja na kujadiliana. Vivyo hivyo, kama itoshi, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo kwa upande wa Zanzibar alifanya ziara kwenye makao makuu ya ofisi za Chadema na alikwenda akazungumza na mwenyekiti wa sasa wa Chadema. Hayakuwekwa wazi nini hasa ambacho alijadili, lakini watu wanatanabaisha kwamba huenda inawezekana huko mbele kwa na coalition. Misimamo ambayo imezungumzwa na ACT Wazalendo hivi karibuni ya kwamba wako tayari kushirikiana na mtu wote, na kama ambavyo Chadema wanazungumza, na misimamo ya kuonekana wote kupinga kwenye baadhi ya mambo mengi ambayo dola inaendesha mifumo ya kiuchaguzi, huenda wakaenda kwenye njia ambazo ziko pamoja. Lakini hilo bado linabaki kuwa kwenye maswali, linabaki kuwa kwenye sintofahamu ambayo
Chadema na ACT wanaweza wakaijibu. Mpaka sasa katika harakati za kujenga chama, tunaweza kusema kwamba Chadema unaona wana mkakati ambao wanakuja kutengeneza kuhakikisha kwamba pengine wanaungwa mkono na wanapata nguvu zaidi kwa upande wa visiwani Zanzibar. Yako maeneo mengi ambayo yanapigiwa kelele na watu wengi. Moja ni swala la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, hasa hao ambao hawakubaliana na ile mifumo. Wao wanasema mifumo iliyoko hivi sasa sio rafiki, na kwa namna moja ama nyingine ni kama mifumo ambayo inapendelea chama dola hivi, na wao wanaamini kwamba ni wakati wa kuingia wa kudai mabadiliko kupitia no reform no election kwa upande wa Chadema, ili mambo yao yaweze kwenda. Na si tu kwamba wanaenda kufanya mikutano hiyo na operation ambao wanasema wanakwenda kuizindua, lakini tayari wamekutana na baadhi ya maafisa mbalimbali waandamizi kwenye maeneo mbalimbali, ofisi za jumuiya za kimataifa. Wote wanapita kueleza kila ambacho wanakiona kama hakiko sawa sawa. Kwa namna gani wataungwa mkono, hii bado inabaki kuwa ni maswali ambayo pengine tutafahamu. Lakini pamoja na hivyo, bado unajiuliza kwamba shughuli hii kwa namna gani kuzuia uchaguzi kwenye kutafanyika. Ukizungumza na wadau mbalimbali, wanaweza kukuambia wanatumia mifano ya watu kadhaa. Na hivi karibuni jana tulikuwa na Jambo TV, tulikuwa na mahojiano na Dr. Wilbrod Slaa. Aliwataja baadhi ya watu ambao anaamini kwamba Afrika waliipigania kwa nguvu na jasho kubwa. Moja kati ya watu ambao amewataja ni Thabo Mbeki. Kwa nini Thabo Mbeki? Thabo Mbeki, sasa nataka nimzungumzie kwa nini wanamtaja kama sehemu ya case study, kwamba ni miongoni mwa watu wa kujivunia kama mifano wakati wakienda kuitekeleza hiyo kauli mbiu ya no reform no election. Thabo Mbeki ni mwanamapinduzi wa kimya kimya sana, anatajwa hivyo, na ni mpigania mageuzi na heshima zaidi katika bara la Afrika. Sina maana kwamba wengine hawapewi heshima zaidi, la hasha, lakini kwa maana ya leo tunamzungumzia Thabo Mbeki na falsafa hii inayoendelea, basi natamani kumpitisha ili uweze kufahamu. Inaelezwa Mei mwaka 1996, ndani ya bunge la Afrika Kusini, ukumbi ulikuwa umetulia. Macho yote yalielekezwa kwa Thabo Mbeki, wakati huo akiwa makamu wa rais. Alisimama jukwani na kuanza kusoma hotuba maarufu iliyoitwa I am an African. Maneno yake yalikuwa mazito, yenye nguvu, na yaliwagusa mioyo ya Afrika duniani kote. Akisema, mimi ni Mwafrika, ninalo deni kwa milima na mabonde, mito na majangwa, miti na maua, bahari na misitu, na misimu hata inayobadilika ya bara letu la asili. Kwa mara ya kwanza Afrika ilisikika kupitia sauti ya mtu aliyekuwa na ndoto kubwa kwa ajili yake. Mbeki hakutaka Afrika ibaki kuwa bara la unyonge linalotegemea mataifa ya nje, bali bara linalojiheshimu na kujitegemea. Alielewa kuwa dunia haitampa Afrika heshima bure. Lazima Waafrika wenyewe waithamini na waonyeshe kuwa wanastahili heshima hiyo. Falsafa ya Mbeki, Afrika inapaswa kujiheshimu kwanza. Mbeki aliwahi kusema, ulimwengu hautaiheshimu Afrika kama Afrika isipojiheshimu yenyewe. Hii ni hekima kubwa mno inayofundisha mambo matatu makuu. Moja, heshima haiji kwa kuomba, inajengwa. Afrika imekuwa ikitegemea msaada wa mataifa ya nje kwa muda mrefu. Mbeki aliamini kuwa bara hilo la Afrika haliwezi kuheshimiwa ikiwa linaendelea kutegemea misaada, bali kujitegemea kiuchumi na kisiasa vivyo hivyo. Kama mtu binafsi au jamii, huwezi kutajiria heshima kutoka kwa wengine ikiwa hujiheshimu kwanza kwa kuwa msimamo, nidhamu na bidii ya kazi. Mbili, utambulisho wa Afrika ni lazima uimarishwe. Katika historia, Afrika imeelezwa kwa mitazamo ya nje: bara la vita, njaa na umaskini. Mbeki alitaka Waafrika waandike simulizi yao wenyewe, wakitangaza mafanikio yao, tamaduni zao na uwezo wao. Hii inatufundisha kuwa ili kuheshimiwa, tunapaswa kudhibiti hadithi zetu wenyewe na kuonyesha dunia kuwa tuna thamani zaidi ya wengine. Tatu ni umoja wa kujitegemea ndio siri ya mafanikio. Mbeki alihimiza mshikamano wa Afrika kupitia African Renaissance, kwa maana ufufuo wa Afrika. Alitaka mataifa ya Afrika kushirikiana katika maendeleo ya kiuchumi, elimu na teknolojia badala ya kugawanyika. Hii ni kweli hata katika maisha ya kila siku. Watu wanaojiheshimu hujenga mshikamano, kusaidiana na kuimarishana badala ya kutegemea huruma ya wengine. Afrika inapaswa kusimama kwenye miguu yake.
Thabo Mbeki alikuwa kiongozi aliyetamani kuona Afrika inayojiheshimu, inayojitegemea na inayothamini utamaduni wake. Alielewa kuwa dunia haitampa Afrika heshima hadi Afrika yenyewe iamue kuwa na msimamo thabiti wa kujikomboa. Kwa maisha yetu, falsafa hii inatufundisha kuwa heshima haiji kwa kulalamika au kuomba. Huja kwa kujithamini, kujijenga na kushikamana kwa malengo makubwa. Ikiwa tunataka kuheshimiwa, basi lazima tuanze kwa kujiheshimu wenyewe. Kwa nini nimeona kuna haja ya kumchambua huyu mtu ambaye alitolewa kama mfano na Dr. Wilbrod Slaa kwenye sehemu ya mahojiano yetu? Ni kama amelocalize kwamba tunayo jukumu. Sasa alizungumza kwenye level ya kitaifa Thabo Mbeki, lakini Chadema kupitia Tundu Lissu na wengine wanaamini wanao jukumu la kitaifa kutengeneza thamani ya Watanzania kwa kila ambacho wanaona kwamba hakiko sawasawa. Tutaendelea kupitisha kwenye update mbalimbali kuhusiana na kile kinachoendelea, lakini tafakuri ya masuala kadha wa kadha ambavyo yanakwenda hapa nchini.